Tufanye kitu ya ensemble. Tufanye kitu ya pamoja ndio tutamaliza njaa. Tufanye kitu ya umoja ndio itatupeleka mu development. Na tuanzie mu principe za Mungu, tuanze na kilimo. Tukishaanza na kilimo tutamaliza njaa ya watu. Unajua kulima iko hai, njaa inaishaka hai. Njaa iko tu wa mingi wetu wabako ba protecteur. Juu ya kusove maisha ya Afrika tutafanya namna gani? Nombre ya walimaji ikiwa ndogo nafasi, mjuu hiyo fasi itakuwa tu na njaa, tu hakuna ba protecteur. Maana nyinyi wote mnaishi na maisha ya kupesa, upige simu hapa, ufanye hivi, ufanye hivi, ufanye hivi. Ule upesa wenu ndio huko kunazungurukia munyie tu amproduce. Sasa mnafikiria Mungu atawabariki bila nyinyi kuweka mbegu mudongo? Mungu atawabariki bila nyinyi kutupa wafu mulaki Tanganyika ya kuleta samaki? Pale ndio Mungu, kama wewe ni Mkristo unaweka wafu yako ya kuloa samaki mumai, Mungu anaibariki, unaua samaki ya mingi unachangishi. Unaweka mbegu yako mudongo, Mungu anaibariki na toa ya mingi na pale unachangishi. Attention sana na nchi yetu ya Kongo. Baisha tulange ba consommateur atuko ba producteur tena. Nitawaprove. Nani amepita juzi mu frontiere ya Rua. Sawa, mimi naipita kila siku. Na mwenye ataenda hapo kesho ataona kitu mimi nasema. Tuko tunafanya linie ya kutoka hapa mpaka kule. Bote Bakongomani wanaingia chaque matin Burundi na Rwanda. Unajiuliza watu wote ni nini wanaenda kutafuta? Burundi na Rwanda tunajaa kule asubuhi mpaka magharibi, mpaka badwani wanachoka, Banyarwanda walishachoka yao na kuwaregistre watu, banakaa saa zingine mwabiro hivi. Sasa hawa watu kwa kukwaji kitu, manake sie kukula ifo twende Burundi ama Rwanda. Baisha tulandre ba consommateur bila sisi kujua. Na wenyewe wanapanda kuwa ba protecteur. Ni mipango iko napangiliwa na sio labda hata hao. Kuna wale watu ambao wameanza kupanga hiyo vitu miaka iliyopita, wanajua jinsi wako wanafanya. Lakini tu Mungu iko atainua msisi watu ambao watasema tusimame na sisi, tusikuwe tena ba consommateur, tukue ba protecteur. Wazee wetu wako wanaomba Mungu. Wazee mko mnaomba Mungu. Na ule Mungu mko mnaomba itageuka maono kusisi vijana. Na sekre ya kuproduire ni kuanza na nini? Na kilimo. Amen. Wenye wako na shamba hapa wanaweza fanya. Sasa wale wengine wote hawana shamba. Twakushukuru. Amen. Twakushukuru. Amen. Twakushukuru. Amen. Haleluya. Amen. Tutarudisha basi mapendekezo ya watu na maswali yenye watu wataweza kuwa wanauliza, kwa sababu kuna enseignement tulifanya jana magharibi. Ilikuwa ile ni mambo ya muhimu sana. Yesu wakati alirudia mbinguni,
alisema haya, aliacha na laka sisi wanadamu, nimewatia nini? Mafunguo zenye mtakuwa mnafungula ili mbinguni iwape. Wakati unahitaji pesa, ifutafute kifungulo cha kufungula pesa mbinguni na inakuja. Wakati unahitaji chakula, ifupate kufungula depo ya chakula na chakula uipate. Na watu bila kujua. Shetani anajua hivi, kilichofungwa ulimwenguni na mbinguni kinafunga. Kilichofunguliwa mbinguni na ulimwenguni kinafunguliwa. Sasa, ufunguo ili upate hapa duniani lazima upeane. Ukifanya msaada utapewa na ufalme wa mbinguni zaidi. Shetani na multiplier system. Sasa hapa watu sasa wataanza kupeana, mbinguni itawafungulia, watapata zaidi. Sasa ifuni bloke ni walete kitu ya kusema bakipeana batakuwa bloke ku pesa yao. Banafunga deja mbingu haitawasaidia na unaona baraka hakuna tena. Ndugu Thierry, Mungu akubariki sana. Najua mtu ajisemaje, siku tulikutana naye nikasenga mkanisa mwa kidogo sana. Wale watu kuna wasaidia nataka wajengee kanisa. Kwa mimi nakuaga na ingia mkanisa zote hapa nisikilize, nisaidie mkimawazo. Basi tukutana ndugu Thierry wakati alishimama kuweza alipana neno kwa mkutano. Nilishtuka sana, nilishtuka kabisa, nikashtuka, nipata mshtuko, nikamfuata vizuri. Nimekutana na watu wengi lakini wadogo kama ndugu Thierry. Mungu akubariki sana. Na wakati tulimaliza tukaongea juu ya Isaia 19, Isaia 43, akashtuka. Akasema unajua yama, akasema ndio, nimetoka Canada na Mungu amenitia hii mambo mkichwa yangu. Na tuko tunatembelea profesia Isaia 19. Kweli kitu kia ajabu kilinishangaza kwa mpendwa. Watu wengine wakikusikia mtu anatoka Ulaya wanauliza misaada. Lakini wana limpressionné. Le seul Congolais mimi nakutanana vision yake ni national, local. Wapendwa, huu ndugu tumsikilize na tumfuate. Mimi natoka Canada, naishi kule, nishatembea sana. Canada ndio Etats-Unis. Tunaona hii ndio inajaa kila fasi. Hii mango mnaonaga tunaletaga inatokaga mbikapo. USAID ndio ukiona UN msome vizuri. Piko baraka kidogo USAID. Kila kitu ni Amerika. Canada hayo ndio siseme tuko na makoapo cooperative. Ni supermarché inaweza toka pasaka vivira. Ziko mwichi kila fasi. Na hii ndio itaenda kuinua Afrika. Si Kongo tu. Juu Kongo ndio déclencheur na Afrika itainuka. Ila tujue kutoa. Mashetani anatuibia sana. Ndugu Thierry, mimi nilikomala hapa mlo kwetu ni Avenue Uvira. Tulikuwa tunakula, mtu alikomalia hapa tanaambia. Tulikuwa tunaanzia hapa kwa kilalo, huko nakula mkila nyumba mpaka Kakungwe. Tulikuwa tunakula, unakula hapo na ndio ilikuwa maisha yetu. Chakula na kila. Sasa shetani vile vyote alishatuibia. Unakuwa unakula kwa mwenzenu uko unaogopa sema utakufa na sumu. Hata Canada leo unaona Bavira Bafuliru. Tuko na problem. Leo hii niko nazungumza. Inashinda hapa Uvira. Mufulero kwanza. Tuache kwanza Babeni. Mufulero leo ni vita. Hatuwezi fanya kitu tena. Sange wakati evenema ya Sange. Msiku kidogo tulikombola $17,000 ya kusaidia Sange. Watu yote Mufulero Uvira tulituma viatu vitabu hapa. Plus de 10,000 wakati tuko pamoja. Lakini leo hatuwezi kufanya kitu. Ule ni Mufulero, ule ni Uvira. Bashe kiviraba, wapendwa, tuache ile mambo. Hii haiko kitu ya mabebe, iko kitu ya kusaidia Kongo. Hii ndio itaamua Kongo. Tujue tena kusaidiana. Tujue kujitegemea. Benzetu alisema vizuri. Benzetu kwa anapanda legime juu ya nyumba. Benzetu kwa lia flare, sio ba flare kwa anatia ile mambo ile manani. Leo banatia legime. Bashimo kienda kwao. Jardin ziko autoroute. Ndio wapate chakula. Sitaka muda mrefu. Wapendwa, hii ni vitu ndio maelezo Mungu ametupatia. Tukamatani mkono. Tuko na kitu sio la consommateur.
Bietieri uko nasema, tunaona bazungu. Ndio tuko tunavivu. Alisema world entertainment. World entertainment. Entertainment maana yake nini? Ni loisir. Ego tuko deja mu loisir. Mais si tuko tunafuatilia watu wako mu loisir. Bashamaliza kama tunasema mnasema, balishamaliza. Balishamaliza. Sasa si wenyewe tunafanya kitu, tuko tunafuatilia watu wanashamaliza. Balishamaliza. Maana Bwana Thierry, mimi niliacha ile loisir. Distraction. Hii revo wanikola. Juli nileta hapa Afrika. Nishazungumza mwa kanisa la Petro, nanifahamu. Nilikuwa hapa jana kwa Italy, naambia watoto, kuku inaweza kuleta utajiri. Mbuzi ni utajiri. Hapana kusarau. Kuku 3 italeta utajiri. Tia akili, mind, akili. Lakini sisi tunapenda tu vitu vya bure. Tuko egocentrisme alisema. Mie. Bashi wanasema umulu majirono wao. Umulu majirono wao. Hauwezi fanya kitu wewe peke. Hauwezi kuwa na akili za ajabu wewe peke. Haiwezi. Uko unapenda uwe gari 3 wewe peke. Mwenzako ana tamoyo. Jua nini bazungu wanatupeleka kwao? Tuko wana warefugee wanatusoma wanatupeleka kule. Si tuko medeve, tuko bakosoma tena. Basha yenga manyumba, ifo kwa hizi nyumba ziko bei kule. Hakuna nyumba ya chini ya $1,000 hapa mwa. Sasa sisi tunatumikaga, tunapatia zile pesa. Zile pesa. Juni kikalkile 16 ans nilifanya kule. 16 ans. Logement tu yangu. Bila kuhesabiwa mataksi ya gouvernement. Mtu mmoja anaweza tosha hata 100,000 taxes par année. Ça veut pas dire 100,000 l'État a couvert bazo. Pas tout va tout connaître couvert. Tout commence. Tu veux toucher 50,000 par année, 1000 kwa kutana mkote yangu sina hata 5,000. Mais gouvernement il veut pas kat. Du coup on a maliza kutumika tu hivi. Interact, hebu tu ni électronique. Unamaliza tu mwezi l'État anajitoshaka. Wewe au combat sema leta tax. Anajitoshaka. Anatosha. Mtu kule ni business. Sasa si baya, tuko na nchi, tuko na tajiri, tuko na kila kitu. Mais akili yetu ishakuwa kuomba tu. Beggars. Tu wakati nisikiliza upendo wa Thierry, nasikia na upendo sana. Tu mimi kwa nini nitoka Ulaya, niko banamuuliza ma question. Mais c'est réel. Tu kisipenda walianzaga. C'est quand t'as passé bakanadira kwa bana nyamba mauzo sasa hizi zetu. C'est quand t'as passé hapa nyuma. Walikuwa na manyamba nabo nje, banakoyola, bananawa nje na. Mais leo il a quoi quitter ni histoire. Développement moya ni entertainment. Ndio nisema entertainment. Juu hivi barishona ile period tuko baridi. Bote anametaka ba snowbirds. Snowbird manake muiver barisha wakati kule Canada. Banapasha kuwa Miami, Brazil na Afrique du Sud. Baridi kiisha ndio banamtia. Juu biko mloaziri, iko na contrôler compagnie na ordinateur. Iko yake ku plage. Iko naangalia mamilioni ziko zinaingia. Entertainment. Jio vraiment tujikaze sana wachungaji. Tugeuze mawazo. Tuache ile mawazo ya kuomba. Tuache vile ndio minatuua, maana kupatia ndio baba yako. Msiki kuna kila kitu. Mwana kupatia ndio baba yako. Ndio kidogo niko nayo. Ndugu Mungu akubariki sana hii ekipe. Unaona tujifunze kukamatana. Tujifunze ndugu tumkamate kama mpaka tusaidiane. Mimi ndio tulijuana niko naenda ku biro kumtafuta ni openda tuwe naye tuongee. Tujenge. Watu wanajenga 14. Sio leo uko bana 1, uko bana iba. Mais mtu hii ni 14 itasaidia Kongo mzima. Beba tafuta hii mawazo wa vijana. Batakuwa fitiri millionnaire. Il faut tuwe na puissance, tutumike. Usuna sikia unaenda South Africa. Uko na jenga South Africa, kama uko South Africa. Tuko Canada tunaenda Canada. Mekwetu utekele mwabe. Ndio tunasema kama mfulezi. Ndio kile biko yasha. Mekwenu angalia. Meko na chitapa mbele ya building. Eske ni ya baba yako ni ya mama yako? Ndio makili tunaenda nazo kule. Watu wadogo wliko na akili ya kurujia kwenye kusaidia. Wadogo sana.
huku ni kwa shetani. Hapana, tuko na kila kitu. Ndio kusema jinga yuko Tanzania. Sasa hii wakati wa kumaliza tu, hii wakati itupatie fundisho, tupende nchi yetu. Tuache kuuana, unaua mtu bado unaua mamilioni. Peut-être ndio president atakuwa kesho na muo. Unaua toute une generation. Nitakumalizia, wapendwa. Wavira, Wafuliru, Wabembe, tuko mtu mmoja, tuko Wakongomani. Mwenzako akileta wazo nzuri, support. Acha mambo ya ujinga. Leo tuitane, tuite watu wetu tuko nje, tuko mtu mmoja. Asante sana, Mungu atubariki. Huyu bwana hapa kwetu jina lake ni Mr. Mind. Alituzungumzia habari ya akili. Kama akili yako kilala kuisha, talaumu wengine. Sasa aliyezungumza huyu bwana na huyu bwana ni kama mapacha kabisa, akili moja, lakini Mungu akifanya connection inakuja kuzaa kitu hiki kimoja. Na mimi nataka nikuambie hivi kitu kimoja. Ukitaka nikutenge bila baraza kujua, niulize kabila yangu, nitakutenga kabisa. Uhitaji kujua kabila yangu kaka. Huyu Yesu aliyetuunganisha Bwana ni wa kwetu. Yesu ni wa Israeli. Lakini amekuja kutufanya kitu hiki. Sasa unataka kabila yangu ikufanyizie nini? Na wewe mwenyewe kama ukiwa Mbembe unataka kama Mshina ni kama Mshinini, unaanza kubagua ni juu ya nini? No! Haitajiki hiyo. Nahitaji kukuona kama ndugu. Hivi kila mtu aliyesimamishwa hapa ni Mkristo. Kila siku nikimwona namuona ndugu. Kisha sitaji kujua ametoka wapi. No. Ukijua kwenye nimetoka itakuokoa. Haitakuokoa. Tutumie akili, tuonge hawa jamaa mkono, maana wanatuletea kitu ambacho kinatumia maombi, pia kinatumia nini? Akili yako itumike kaka. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Dona Kaseke, niko pasteur wa kanisa la Sentinelle, yani Zamu. Amen. Kanisa letu Lukanopeke. Nilisikia nashikwa sana na maneno ambayo vijana wanasema hapa, na nilikuwa nauliza moyo wangu, nasema huyu ndiye Roho Mtakatifu. Haleluya. Wakati wanazungumza habari za Daudi, za Musa, niko naona kuna kitu kimoja ambao labda kijana hajagusia. Najua wandugu, sisi ni Wakongomani. Na wakati mnenaji alianza kufundisha, akasema ni nani kati yetu ambaye anaweza sema kama Kongo yetu inaenda vizuri? Na akaonekana hakuna hata mtu mmoja alinyosha kidole hapa. Amen. Na ile matatizo yanayofanya kwamba Kongo haiendi vizuri, tungeanza kuulizana hayo hapa, ingekuwa kama sisi tunakuwa wafanya siasa. Bwana tusaidie sana. Watu waligeuza dunia. Tuko nasema leo Amerika walikuwa watu wizi na mabandia na walifanya mabaya mengi. Lakini kwa kugeuza akili za wale watu, iliomba watu ambao watakuwa na moyo wa ushujaa. Sio kwepesi Musa anangesimama mbele ya Farao. Sio kwepesi Yusufu asimame mbele ya Farao mtumwa. Ningesema ndoto za wazee ni kwamba tupate mashujaa. Haleluya. Kuna shujaa wa kukamata silaha, kuna shujaa wa kufanya siasa, lakini ushujaa ambao tunaomba ni wa yale maneno ya kweli ambayo yako moyoni mwako ungeliachilia. Sababu kwa upande wangu na kama yamefungwa, kama tunajua kuna kidonda, kama hivyo nilitoa ulizo mara ya kwanza, vile vidonda tungelivijua. Hauwezi kutubu na haujajua kosa. Wapendwa watumishi wa Mungu, mimi kwangu ninaitaka kwamba ni umaskini. Wapendwa,
kama umoja wetu hatujaufanyia kazi, na msikie jinsi tunafungua masomo, tunajenga, tunafanya mahospitali, tunafanya maendeleo na kushusha akili za watu wasifanye makosa. Kama hatukufanya vizuri vema, Paulo anasema nisiwe mimi baada ya wengine kuvuka, mimi nikasalia. Bwana atusaidie sana. Tunasema hili habari Uvira, lakini Kongo nzima iko na hii tatizo. Malideri wakubwa walitoka kule nyuma sana, walikuwa katika alisema kijiji cha nyumba 11. Sasa kama hii nyumba 11 hapa leo kupokea neno kama hili, umfikiri kidogo, hili neno lingelisemewa Kinshasa, hili neno lingesemewa France, hili neno lingesemewa Belgique, hili neno lingesemewa Amerika, tungesema vijana tunashukuru kuona kama hiki kinaweza zaliwa hapa. Na muondoe uoga wowote kabisa, wala hata kwa ulimi kwa conference nyingine. Ningesema kwa shauri yangu, hata katika maombi wale wa participant wasisikiake ile neno Mungu saidia uoga. Hii baki hapa Uvira kwenye kile kitu kinasadiwa. Tangu tulianza asubuhi, mwenyewe alisimamia alituingiza mgeo wa kiroho. Asante. Wenyewe watatuimbia, mimi nililia. Mimi kulia kwa simu kuwa hakuonekana. Nilisikia ninavurutika, nikalia, hii ambiance tungefanya balianza jana, hata leo iko aye. Kilichonijenga cha tatu ni msemaji, sababu seminari za mingi za maendeleo za hivi za kusaidiana wanaanzaka tu hivi, lakini kwa neno la Mungu, Mwanzo sura 2:5, mimi nikagundua, nikapata inspiration mpya pale. Asante. Bila maendeleo haiko kanisa. Kanisa iende pamoja na maendeleo. Hii ndio nikitaka sema. Mimi ninaibeba kimi changu. Si ninaanza. Mimi naenda kwa nini nishaanza. Tubadilishe namna ya kutumika. Ndio ilinifikia. Tubadilishe namna ya kutumika. Mkanisa yetu mlishakuwa wasomi, sawa hivi alipo hapa. Mko ba agronomo, mko ba medecin, mko ba nani, mko ba nani. Wale watu tuwape space. Ni kusema tutageuza namna gani? Kanisa na maendeleo. Na iende pamoja na Biblia. Aba watu kama wanaokoka, bakihubiri watu. Bakionyesha watu juu ya vitu fulani. Agronomo anaonyesha, anafundisha juu ya mlimo. Medecin anafundisha juu ya mtu. Itakuwa faida sana. Amen. Mkila domaine na ndugu tuweke space kubale wasomi na kuwapa watu yetu. Lakini wakati tunasikia maneno hii na tunakuwa katika ushirika na mizozo yote ya hivi, tutafanya kitu pamoja na hawa vijana. Mungu atusaidie. Amen. Na Mungu awabariki. Mimi ninakuwa mwanamemba wenu. Amen. Niko honore, sina kazi tena, ninataka kutangaza injili. Amen. Msilale tena na mwende mtangaze kuanzia kwa nyumba zenu na mahali pengine. Mtukamate na sie, tuko pamoja nanyi. Twende kuona viongozi wa territoire, kama tutapanda kuya Bukavu tunaenda. Hatuna boga kusema. Ni lazima tuwaambie lengo letu na objective yetu ili tuanzie Uvira. Tuko tayari saa kwa saa, wakati kwa wakati kutangaza injili kufuatana na vile mpango unavyowekwa kwetu kupitia programu yote kutoka DRC.